Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Nasimama hapa kwa adhima kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kufika siku ya leo kushuhudia tukio hili kubwa la kihistoria. Leo tukiwa hapa, nitamkabidhi mkuu wa divisheni ya elimu msingi Mwalimu Priska Miala kwa niaba ya shule zote za msingi za Dodoma Jiji madaftari 10,000 ambayo yanakwenda kwa ajili ya watoto yatima na watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa sehemu ya tukio hili siku ya leo. Lakini naomba niruhusu hotuba yangu fupi kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya kwenye sekta ya elimu ndani ya jiji la Dodoma. Hivi sasa Dodoma inaendelea kufanya vizuri kwa sababu ya uwekezaji mkubwa uliofanyika chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka mitatu. Daktari Samia Suluhu Hassan jenga shule mpya 12 kwenye idadi ya shule 96 za awali mpaka shule 108 za sasa. Hii ni kuonyesha ya kwamba kazi kubwa imefanyika chini ya rais wetu mpendwa ambaye amedhamiria kuhakikisha amekuza sekta ya elimu, na hivi sasa mnaweza mkaona Dodoma uwekezaji mkubwa unaendelea kufanyika, na naamini Dodoma itaendelea kufanya vizuri katika elimu kwa sababu ya hivi sasa miundombinu mingi imeboreshwa na watoto wasoma katika mazingira rafiki, na hii itapelekea kuongeza ufaulu na kuchochea watoto wengi zaidi kuweza kufanya vizuri. Hivyo niomba kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, na sisi tutaendelea kumuunga mkono katika kuhakikisha kwamba tunaboresha elimu katika jiji la Dodoma. Nimekuwa nikisema, naomba nirudie tena, kama kuna jambo nalipa kipaumbele kikubwa katika mipango yangu kama mbunge wa jimbo hili ni swala la elimu. Naamini kabisa elimu ndio mkombozi wa mtoto wa Dodoma. Tukiwasomesha vizuri, tukiwaongoza vizuri, watakuja kutoa mchango mkubwa katika ustawi na ujenzi wa taifa Tanzania. Na ndio maana nimekuwa nikiweka mkazo mkubwa sana kwenye sekta ya elimu, nikiamini kwamba elimu ndio zawadi kubwa ambayo mtoto wa Dodoma anaistahili. Na mimi nitajitahidi sana kuendelea kuweka nguvu kubwa ili kuboresha mazingira ya kusomea, watoto wetu wasome katika mazingira rafiki. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunawasaidia kuweza kukua katika mazingira mema na kufanya vizuri zaidi. Lakini kipekee kabisa nichukue fursa hii kumpongeza sana mkurugenzi wa jiji la Dodoma ambaye hapa amewakilishwa na mkuu wa divisheni ya elimu msingi. Tuna mkurugenzi mzuri ambaye ana dhamira kubwa sana ya kuikuza sekta ya elimu, akishirikiana na mstahiki meya na baraza la madiwani. Tuna mipango mingi na mikubwa ya kuhakikisha tunaboresha elimu katika jimbo la Dodoma mjini, na hivi sasa tuna maboresho makubwa ambayo tutayafanya katika shule mbalimbali, na tumetenga fedha kufanya marekebisho makubwa pamoja na ujenzi wa uzio katika baadhi ya shule, na hasa zile ambazo zinapakana na barabara na makazi ya watu. Ndugu zangu, kama nilivyosema, niliteua shule ya msingi Mazengo siku ya leo kwa ajili ya kufanya zoezi hili. Leo kama nilivyosema,
nitagawa haya madaftari 10,000. Mabegi bado yapo kiwandani, wanayamalizia kule China, na yenyewe pia atakuwa ni sehemu ya mzigo ambao nitaukabidhi kwa uongozi wa mkuu wa divisheni wa elimu msingi, ili sasa yeye atatawanya kwa shule zote kutokana na mahitaji. Lengo langu ni kujaribu kusaidia wale watoto wanaoishi katika mazingira magumu, na wenyewe pia waone faraja. Mimi kila mara pale ofisini kwangu na nyumbani kwangu, watoto wengi sana wamekuwa wakinifuata kwa ajili ya mahitaji ya shule, na nimekuwa nikijitahidi sana. Lakini kuna watoto ambao hawawezi kufika ofisini, kuna watoto ambao hawawezi kufika nyumbani. Nikaona nitumie fursa hii ya kukabidhi kwa jiji la Dodoma, wao watafanya namna nzuri ya kuweza kusambaza. Nikiamini kabisa ya kwamba itawafikia malengo ambao nimewakusudia. Ndugu zangu, ukiona una uwezo wa kupata milo 3, ukanywa chai asubuhi, chakula cha mchana na chakula cha jioni, una uwezo wa kubadilisha nguo, una makabati yamejaa nguo na nguo zingine hujazivaa kwa muda mrefu, una simu zaidi ya 2 ambazo unazijaza vocha kila siku, tambua kwamba kuna Mtanzania mwenzako ambaye kwake yeye milo 3 ni msamiati mkubwa sana. Lakini pia wako watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu sana. Mimi kwa nafasi yangu na vituo 3 vya watoto yatima ambao wananitegemea kuanzia mavazi yao, kula yao na kuwasomesha. Nimefanya hivyo maeneo tofauti tofauti, sababu naamini Mwenyezi Mungu akikujalia jambo anakujalia kwa makusudi. Lazima tukae chachu ya kuwasaidia wenzetu. Jamii ikipunguza ubinafsi na ukaleta umimi, tutawasaidia sana watu wenye mahitaji. Ndio maana kuna wakati wanapata tabu sana. Kwa mtu ambaye anijui, anaweza akafikiri ninafanya kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Haijai kuwa tabia yangu hata kidogo. Haijai kuwa tabia yangu hata kidogo. Nimefanya haya kwa miaka 5 yote iliyopita. Sifanyi kwa sababu nataka kupigiwa kura. Watoto yatima, watoto wenye mazingira magumu, nikiwapa leo madaftari, hawajafikisha umri wa kupiga kura. Nikisema watoto yatima hawana wazazi hawa, wanakwenda kumwambia nani? Ningekuwa nahitaji kwa ajili ya kufanya siasa, ningetafuta wenye uwezo wa kupiga kura. Sifanyi hii kwa sababu ya siasa. Naifanya kwa sababu dhamira yangu inaniambia napaswa kutoa mchango kwa jamii inayonizunguka. Hilo ndio kubwa ambalo limenifanya nifanye tukio siku ya leo.